Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi hiki kizuri. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili Mungu wa mbingu na nchi afubariki. Nimekuwa nikipata maswali kadha wa kadha, watu wakiwa katika mkanganyiko wa kutokuelewa baadhi ya mambo. Watu wengi wamekuwa wakipata hofu na wakitishwa na watu wakuambia kwamba kanisa litaingia kwenye dhiki kuu. Wamekuwa wakihitaji itoe ufafanuzi. Na mimi leo moja kwa moja nakwenda kutoa ufafanuzi kwa wasomaji wa Biblia, wataelewa. Ambao hawasomi hawatoelewa, lakini kama wewe unasoma Biblia na unafuatilia vizuri utakuja kugundua kwamba kanisa halitoingia kwenye dhiki kuu. Narudia tena kusema kwamba kanisa halitopita kwenye kipindi cha dhiki kuu. Kwa nini kanisa halitapita kwenye kipindi cha dhiki kuu? Kanisa halitopita kwenye kipindi cha dhiki kuu kwa sababu hata Yesu mwenyewe amesema na ameyathibitisha hayo kwamba halitopita kwenye kipindi cha dhiki kuu. Watu wamekuwa wakichanganya kwamba Yesu aliposema kwenye kitabu cha Ufunuo kwamba mtakuwa na dhiki ya siku 10, hiyo sio dhiki kuu. Dhiki ya siku 10 sio dhiki kuu. Dhiki kuu ni kipindi cha miaka 7. Dhiki kuu ni kipindi cha miaka 7. Hiyo dhiki ya siku 10 sio dhiki kuu. Yaani watu wanakuwa wanasema kwamba kwa sababu mitume wa Yesu Kristo walipata mateso, mitume wa Yesu walipitia taabu, walipitia dhiki, kwa hiyo lazima na kanisa litapitia kwenye dhiki kuu. Hiyo hayana mashiko. Hiyo kauli au hiyo point haina mashiko. Kama ni hivyo basi Yesu Kristo ni kielezo cha kanisa, basi na sisi tupitie msalabani kwa sababu Yesu Kristo alipitia msalabani, na sisi wote basi tusulubiwe kwa sababu Yesu alisulubiwa. Kama hiyo ndio kigezo cha kwamba kwa sababu mitume walipata dhiki na mateso makali, basi na sisi wengine wote tutapitia mateso makali na dhiki. Hiyo sio kigezo, hayo sio mashipo, hiyo sio pointi. Basi kama watu wanasimamia pointi hiyo, kila Mkristo aende msalabani asulubiwe kwa sababu Yesu alipitia mateso makali na alisulubiwa. Basi na sisi tuende tukasulubiwe ili tufananie na Yesu, ili tuende mbinguni kwa sababu Yesu yeye alisulubiwa. Mbona wewe hutaki kwenda kusulubiwa msalabani? Kama unasimamia kwamba point ni kwamba mitume wa Yesu walipata mateso makali, basi na wewe enda msalabani ukasulubiwe. Lakini tutambue kitu kimoja, ni kanisa halitopita kwenye dhiki kuu. Kwa sababu gani? Kitabu cha Wathesalonike, Paulo alisema kwenye kitabu chake cha Wathesalonike, kitabu cha Wathesalonike, Paulo alisema kwamba kwa habari ya kanisa la Wathesalonike, Wathesalonike wa pili sura ya 2. Nitaanza kusoma mstari wa 2. Kwamba msifadhaishwe upesi hata kuacha nia yenu, wala msisitishwe kwa roho wala kwa neno wala kwa haraka unadhaniwa kuwa ni wewe, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuapwa. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yote, maana haiji isipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi naliwaambieni hayo? Na sasa alizuialo mwalijua yule apate kufunuliwa kwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi hivyo sasa inatenda kazi, lakini huko azuiaye hata atakapoondolewa, hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana atamwangamiza na kumuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo kwa popo pake. Sikiliza, ni kwamba si ya kutenda kazi. Yani hapo napozungumziwa ni nguvu ya mpinga Kristo. Mfumo wa mpinga Kristo unatenda kazi kwa siri, lakini Biblia inasema hivi, yupo anayezuia ili huyo anayefanya kazi kwa siri asifunuliwe. Huyo anayezungumza mpinga Kristo atakaye kuja kufanya kazi kipindi cha dhiki kuu, Biblia inasema bado hajafunuliwa. Hiyo siri inatenda kazi bila ufunuliwa, yani inafanya kazi kwa siri kwa sababu yupo anayepinga. Huyo anayezuia ni nani? Ni kanisa. Kwa Biblia inasema kwamba atakapoondolewa yeye anayezuia, kule atakapofunuliwa, maana yake kanisa litakapoondolewa, litanyakuliwa, lipo mpinga Kristo atafunuliwa,
ndio ataanza kufanya kazi kwa waziwazi. Na hapa Biblia inasema hivi, atadiriki kwenda kuketi katika hekalu la Mungu, hekalu la 3 litakalojengwa Yerusalemu. Mpinga Kristo ataingia katika hekalu na kuketi ndani yake, na tusema kwamba yeye ni Mungu aabudiwe. Hapo kanisa lishaondoka, lishanyakuliwa. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Biblia inasema hivi, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tuliosalia tutanyafuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana, nasi tutakuwa na Bwana milele. Biblia inasema itakapopigwa parapanda, waliokufa kwanza, kwa sababu ndio wametangulia katika Kristo, watafufuliwa. Halafu sisi ambao tuko hai tutakosa tutanyakuliwa. Unasemaje hakuna unyakuo wakati Biblia inasema tutanyakuliwa? Nini maana ya kunyakuliwa? Yesu alisema hivi, kama ilipokuwa siku za Nuhu, watu walipokuwa wakila, wakinwa na kuoa na kuolewa, Nuhu akaingia katika safina, yeye na ndugu zake na watu wake, ndivyo taabu kali kulia itakavyokuwa kulia kwa mwanadamu. Biblia inasema wawili watakuwa wanatembea, wawili watakuwa wanalala, mwingine atakuwa na saga, mwingine atakuwa analima, mwingine atakuwa hapa, mmoja anatwaliwa, mmoja anatoka. Kitendo cha kutwaliwa maana yake ni kinyakuliwa. Hawezi ukapinga unyakuo, hakuna. Unyakuo upo. Unyakuo ni tukio ambalo limeongodewa sasa hivi. Linyakuo ni tukio ambalo liko kwenye kalenda. Unyakuo ziki kuu. Ziki kuu yote kaanza kama unyakuo haujafanyika. Hizi ziki mnazozisema nyinyi tutapitia ndo hizi ziki nyepesi. Hii sio ziki kuu. Ziki kuu kwa jina lingine imeitwa taabu ya Yakobo. Yaani ziki kuu ni mahususi kwa ajili ya taifa la Israeli kwa sababu hawakumwamini Yesu Kristo. Ndio maana Yesu atasema atakuja mwingine kwa jina lake, wewe mtampokea. Waisraeli atakapokuja mpinga Kristo ndipo watakapoamini kwamba ni Yesu. Lakini kitendo cha mpinga Kristo kuingia katika hekalu na kusema kwamba yeye ni Mungu amdio, ndipo wana wa Israeli au Wayahudi atakapokuja kugundua huu sio Yesu. Biblia inasema kwa kitabu cha Ufunuo, ndipo atakapomkumbuka yule waliomchoma miaka 2000 iliyopita, ndipo atakapomkumbuka kwamba yule ndiye alikuwa Masihi. Hapo itakuwa ni tuleti. Hiyo ndio ziki kuu itakapoanzia hapo. Ndio Biblia inasema inaitwa taabu ya Yakobo, kwa jina lingine taabu ya Israeli. Ziki kuu inakuja mahususi kwa ajili ya taifa la Israeli na watu wa mataifa wengine watakaobaki kipindi cha unyakuo. Ziki kuu itakuja mahususi kwa ajili ya watu wa Israeli, Wayahudi waliomkataa Yesu Kristo na watu wengi mataifa mengine watakaobaki kipindi cha unyakuo. Hauwezi kusema ziki kuu haipo.